tujue maisha ya duniani yapoje na nini kipo katika maisha ambayo unayaishi wewe. Kukosa ibada siku moja ni kupoteza vitu vingi ambavyo kuna wakati huwezi kuvipata. Lakini wakati mwingine pia ibada inaweza kukusaidia kukupa majibu ya maswali ambayo hauna. Usije kulala kwa sababu umejisikia vibaya. Usije kuacha kufika ibadani kwa sababu tu una matatizo yako. Fika, inawezekana pakawa pana majibu ya matatizo yako ambayo imekuandama siku nyingi. Kuna namna inakutesa kwenye moyo wako ambayo unashindwa kupata nafasi ya kuwa na majibu katika kile ambacho kimekutokea. Lakini inawezekana Mungu akawa na majibu ya kile ambacho tayari kiko pamoja na wewe. Nimeanza na ile asubuhi ya leo kwa sababu najua hizi ni siku ngumu sana kwa watu wengi. Na najua kanisa litapita mahali pagumu kwa nafasi kubwa, lakini watakaovumilia mpaka mwisho ndio watakaomuona Bwana. Unaelewa hiyo eh? Nafasi ya kwako, maisha yako na kila kitu chako, bado wewe ndio mtu pekee ambaye unatakiwa kufanya kila kitu kwa sawa. Ukishindwa kupiga hatua, manake hutaweza tena kutembea. Alafu ujue tu kwamba tuliletwa hapa kwa sababu maalum. Bali tunaendelea na mfululizo wa masomo haya. Sawa, kwamba kila mtu ambaye yuko duniani ana shida yake. Na wakati mwingine unaweza ukafikiri kwamba ni wewe tu, lakini kuna vitu vingi ambavyo vinatembea kwenye maisha ambavyo huvijui. Unahitaji nafasi ya kuwa na nguvu ya kushinda ili uonekane kwamba una kitu katika maisha ambayo tayari yapo duniani. Biblia inasema nini? Tutataka tufundishane tu habari ya maisha ya duniani yalivyo. Tufundishane leo maisha ya duniani. Sawa, namna ambavyo watu wanaishi, jinsi ambavyo imekuwa kwenye maisha haya, nini ambacho tayari kipo. Lakini title yangu inasema kila mtu aliyepo duniani anapitia matatizo yake. Ndio nikasema nitafundisha tena hapa kwa sababu kuna kitu inawezekana haujaelewa, hauelewi, na kuna namna unaona ni wewe tu. Umekata tamaa, umpoteza imani, umpoteza ibada, umeacha maisha ya kiroho kwa sababu ya mambo ambayo yamekuzonga zonga na unahisi hauna tena faraja na fahari ya kutembea hapo ulipo. Yesu alikuja duniani, akazaliwa kwenye zizi la ng'ombe, akakuwa kama mtu maskini, akateswa, akafa, akafufuka. Wewe unataka nini kwenye maisha yako? Suluhu ya kile ambacho unakitaka iko mikononi mwa Mungu. Na hauwezi kuongeza urefu wa kimo chako kwa kujitabisha mwenyewe. Biblia inanena kwa maana kila ajitabishaye anajitabisha kwa ajili ya jambo fulani, lakini tunaamini iko neema ya Mungu katikati ya kila ambacho kinaonekana juu yako. Tuanzie hapa kwenye mfumo wa mambo haya ambayo yanaonekana yapo duniani na yamekuwa sehemu ya nafasi ya maisha yalivyo. Hata wewe kuna kitu kimoja kinakusumbua, kama sio viwili au vitatu. Kuna kitu kinakunyima raha, kuna kitu kinakufanya unaishi kwa unyonge sana. Kuna namna unaona kama ningetoka kwenye hili, labda ningekuwa na hatua nyingine ambayo ingenipa hatua nyingine kwenye kile ambacho sinacho. Lakini ngoja nikukumbushe kitu. Ibada ni upendo. Ibada sio vitu. Ibada sio kitu. Ibada sio namna yoyote. Ibada ni upendo. Naanzia hapa. Hapa ndipo napoanzia. Ibada sio mali. Ibada sio sadaka. Ibada sio maisha unayoyataka. Ibada sio kazi, sio ajira. Ibada sio uzuri. Ibada sio urembo. Ibada ni upendo. Ndio maana mtu anaweza kupewa kila kitu na Mungu asimwabudu kabisa. Na anaweza kunyimwa kila kitu na asimwache Mungu. Tuzungumzie hapa kwenye nafasi hii. Wewe ukiona utaandika hivyo, lakini kuna namna ipo. Ukimwona mtu analegea mahali fulani eti kwa sababu ana jambo fulani, hii kuna shida katikati yake. Na shida sio kwa sababu hana, shida ni kweli hana upendo. Mkinipenda mtazishika sheria zangu. Mkinipenda mtaniabudu. Yesu anamuuliza Petro, "Je, unanipenda?" Petro akasema, "Ndio, nakupenda." Akamuuliza tena mara ya pili, "Petro, unanipenda?" Akasema, "Bwana, wewe wajua." Mara ya tatu Yesu akamuuliza, Petro akahuzunika kwa lile neno ambalo Yesu amekuwa akilirudia. Lakini unajua kilichotokea? Baada ya Yesu kuwa ameondoka, Petro aliingia kwenye mfumo wa maisha ambayo hayakumpendeza Mungu. Takriban kwa siku nyingi. Mpaka ule wakati Paulo anamuita, anamwambia, "Brother, hii kitu sio sawa. Kuna namna naona hapa kwa sawa." Petro hakuwa na mambo mengi, alikubali akasema, "Ni kweli, moyo wangu unaniambia nimefanya kosa. Nataka kusimama mahali pa mstari." Mungu alimuuliza Petro, Petro akahuzunika kwa neno ambalo Mungu amemuuliza.
Yaani Yesu alimuuliza maswali machache tu, Petro unanipenda? Ni kitu ambacho kinaonekana. Inawezekana ndani yako kuna kitu kipo. Ibada sio mali, ibada sio pesa, ibada sio vitu, ibada ni upendo. Na ukitaka kusimama mahali ambapo Mungu anataka usimame, manake ndipo chanzo cha utajiri wako. Unataka vitu vingi vitokee mahali ulipo, lakini havitakuja kama gharama yako haifanani na kile ulichokifanya kwenye kile ambacho unakihitaji. Kanisa la Mungu, tunaanzia hapo. Kwenye nafasi yako inawezekana kuna vitu vingi ambavyo unatamani kuviona vikija. Na pengine unatamani kuona mambo mengi yakitokea namna ambavyo haujawahi kuona yakitokea. Umekuwa na kelele nyingi mbele za Bwana kwa sababu unahitaji kitu ambacho unatamani kukiona tu kinakuja kwenye mfumo wako ili kukupa nafasi ya kuona vitu fulani kwenye maisha ambayo unayaishi. Lakini nini ambacho tunakiangalia kama watoto wa Mungu? Au nini tunakitaka kama watoto wa Mungu? Ni kweli kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba kila anayejaribu kupiga hatua akarudi nyuma, kwa sababu adui pia hayuko tayari kukuacha upige hatua. Na unaishije wewe kama wewe? Unasikia kushinda kwa namna gani au kwa hali gani? Ndio maana nimeanza kuzungumzia hili. Wakati unamtazama mwingine ana nafuu, yeye analolipitia ambalo wanahisi kwake ni gumu. Wakati unafikiria maisha mengine, kuna wakati mwingine hakuna kile ambacho tayari unakidhani wewe kwamba kina maana. Turudi nyuma kabisa. Mungu ndio aliwavusha wana wa Israeli mahali pa bahari ya Shamu. Akapasua bahari ya Shamu, akaweka nguzo ya moto nyuma yao, akaweka wingu la moto pia mbele yao, akawatengeneza na kuwapitisha kwa mkono ulionyooshwa kwa maajabu na ajabu kuu. Lakini baada ya kuvuka jangwa tu wakainua sanamu. Hivi unaamini kwamba mali na pesa na vitu vingine vyote unavyovihitaji ni moja ya ibada ambayo Mungu anaitaka? Mungu anamwambia Musa, watoe watu wangu waende mahali wakaniabudu. Na kila alipoenda kwa Farao alisema Mungu anawataka watu wake ili wakamwabudu. Si ndio kielelezo? Kigezo ama picha inasema watoke pale wakamwabudu Mungu. Eti yule ndio Mungu anayemwabudu. Kwenye nafasi yako kuna mambo yanakufanya unapoteza neema ya Mungu mpaka sasa. Na inawezekana kwa 80% ulishapoteza neema ya Mungu kwa sababu kuna vitu ambavyo hauna majibu navyo. Unavyodhani ni moja ya sababu ya Mungu kuviangalia. Mungu hataki kuviangalia unavyovitaka. Mungu anataka kuiangalia ibada unayoifanya ili akutendee. Shida au password yako kubwa iwe ibada. Mengine yatafuata. Mungu ana majibu ya kila kinachokutesa na kila kinachokutatiza. Ndio maana kuna muda anaweza akasema vumilia tu, huu ni muda mchache yatapita. Ukishindwa kusimama mahali pa nafasi ya Mungu, maana yake unajiongezea mzigo mwingine. Mzigo ambao huwezi kuutua kwa namna yoyote wala kwa gharama yoyote. Kanisa la Mungu tumekuwa na manunguniko mengi, tuna vitu vingi kwa sababu ya madai mbalimbali ambayo tumempelekea Mungu tukiamini yana sababu ya kuwa na madai. Lakini ngoja nikwambie kitu. Yesu hakuangalia kitu kingine, aliangalia ibada. Mungu akamkirimia kila kitu. Kina Paulo pia, kina Petro pia hawakuwahi kunyimwa hata kitu kimoja. Walikaa mahali pa ibada. Kama ndege wa angani, hawalimi, hawavuni, hawapandi wala hawahifadhi ghalani, lakini Mungu huwalisha hao. Ninyi je? Sema hao ni ndege. Lakini kuna namna inakuwa kwenye nafasi yako. Kuna jinsi Mungu anataka kukuona. Ukiona kuna mambo hayapo, maana yake umepishana na Mungu sehemu fulani. Ndio maana uko hivyo. Una uchungu mwingi kiasi kwamba huwezi kutengeneza ibada sawa. Una uchungu mwingi kiasi kwamba huwezi ukapeleka ibada salama machoni pa Mungu. Hilo ndio tatizo lako. Kwamba umefungwa na mambo ya mwili kuliko mambo ya roho. Umeacha kusudi lako, umetembea kwenye nje au kwenye kusudi lingine. Unaishi na maisha ambayo sio Mungu ameyataka, ila ni wewe umeyataka. Unapigana na jambo ambalo limekutokea, ambalo liko kwenye ruksa ya Mungu. Hautaki kumwabudu Mungu kwa sababu ya hicho ambacho kinakutesa. Ni nani anapitia nyakati ambazo hazijui kwamba alitakiwa kupitia? Hapa nina ndoto za watu wengi sana walishanisimulia habari ya maisha yao. Na wengine tulikaa nao chini tukazungumza, nikwambia hiki ni kipindi kinakuja na inawezekana kitakupata. Vumilia, lakini hakitakuua. Umemwacha Mungu kwa sababu ya vipindi ambavyo vinakupitia leo. Umekata tamaa kumcha Mungu kwa sababu ya vipindi ambavyo vinakupitia leo. Umekuwa mtu tofauti kwa sababu ya nyakati ambazo zinakupata. Umebadilika. Umehama kwenye position ambayo Mungu alikuweka. Umehamia kwenye position yako. Tulizungumza siku ile. Unapozidi kukua, yani jinsi ambavyo uliokolewa sivyo unavyoishi leo. Ulipookolewa uliamini Mungu anaweza yote.
ukakaa kwenye imani na wokovu, leo unaamini kuna vitu Mungu hawezi, unaweza wewe. Unatembea kwenye mstari ukitaka kuhukumu mwenyewe kwa vile unavyovijua unaweza kuvihukumu, lakini sio kweli, bado unahitaji neema ya Mungu. Ndio maana tunasema kila kinachokutokea hakija kutokea tu kwa sababu kimekutokea. Kuna muda Mungu anatumika au anatangulia kukupa faraja akiamini kuna maumivu yanakuja kukupata. Kuna muda anatangulia kukufariji akiamini mahali unapokwenda kupita ni mahali penye machozi mengi, anakuwa faraja ya kwanza kabla hujaanza kulia. Lakini kuna muda unaweza ukaiangalia faraja ya Mungu kama sio kitu, iende tu. Tuangalie kile ambacho tunataka tuangalie ili tupige hatua ya namna ambayo tunataka tupige. Kanisa la Mungu, kazi bado ni kubwa. Sio rahisi kama unavyodhani. Yaani kufika pale unapotaka kufika sio rahisi kama unavyodhani. Bado kuna vita kubwa iko mbele yako. Bado kuna vita kubwa. Rejea watumishi wa Mungu wa nyuma. Rejea. Kama Musa alijaribiwa, alipigana, alisumbuliwa, wewe ni nani leo? Kama Petro mpaka anakuja kuuawa, anasumbuliwa, wewe ni nani leo? Tumsome, tumrudie Paulo. Aliandika nyaraka nyingi kwenye kitabu cha Agano Jipya. Mtu ambaye alitembea kwenye maisha kwa vifungo. Biblia inaeleza kuna miaka 3.5 alifungwa kifungo huru. Kuna muda alifungwa jela, lakini alivyotoka akaendelea na ibada na injili. Kila mmoja ana jambo lake anapitia. Hii dunia sura yake ni hiyo unayoiona wewe. Mfumo wake ni huu na utazama wewe. Na duniani hapana mazuri kama ambavyo watu wanafikiri. Ndio maana kuna muda tunaimba kwa kufarijiana tu. Lakini ukweli ni kwamba hata yule unayemuona kuna wakati ana shida zake. Kanisa la Mungu, tuko pamoja. Kuna mtu ameambiwa apige picha za utupu alipo hela, anapiga. Ile ni raha ile. Eti ni raha unavyoona wewe. Kuanika mwili wako nje kwa watu kukutazama alafu kulipwa pesa. Unaona ni raha hiyo? Tatizo hilo. Lakini kuna watu wanasubutu kufanya matukio ya hatari kwa sababu tu ya kupata kitu ambacho wanaamini wanataka kukipata. Eti ni raha hiyo. Kuna watu kwenye vyama vibaya wanaishi kwa masharti magumu. Wanakaa kwenye mifumo migumu, wanaishi kwa masharti magumu, hawana uhuru wa maisha yao. Eti ni raha hiyo. Hata kama anatembelea magari ya kifahari, lakini ana masharti magumu kwenye maisha yake. Kuna mtu ameambiwa asioe. Kuna mwingine asile vyakula vizuri. Kuna mwingine asilale mahali pazuri. Kuna mwingine asifanye vitu vikubwa kuliko uwezo wake, lakini pesa amepewa. Eti ni vizuri hivi. Kila unachokitazama duniani ni kwamba wewe haujui tu kuna kitu gani Mungu anakitaka. Alisema nataka watu wangu wakanitumikie, wakaniabudu. Kazi ni namna ya ibada inayotakiwa kuonekana kwenye nafasi yako. Umekaza kwamba nataka nitembee na Mungu, nataka kwenda mahali nimwabudu Mungu, ama kuna malalamiko yako na madai yako ambayo umeyaweka mbele za Bwana ukiamini yana sababu kubwa ya kuwa sehemu ya nafasi ya kile ambacho tayari kipo. Umepoteza neema ya Mungu kwa sababu ya yale unaoamini ni moja ya vitu ambavyo vinakusumbua kwenye maisha yako. Umekata tamaa, umelala mahali, hauwezi tena kuendelea mbele. Kanisa la Mungu, sikiliza hiki ninachokwambia kwa sababu ni sehemu ya nafasi ya maisha ambayo unayaishi. Na najua ndivyo ilivyo. Kuna mtu anafikiri au niwe mwizi. Lakini hata mwizi pia na yeye anafikiri kuacha wizi. Kuna mtu anawaza tu maisha fulani ambayo anadhani ni moja ya sababu ya mateso ambayo anayapata. Lakini kuna kitu Mungu anataka ufanye mahali uliko. Kila unachokiona kimekuja kwako ni chako na hakipo kama wewe haupo. Kipo kwa sababu wewe upo. Ni magumu, ni mateso, ni huzuni. Umebarikiwa matatizo, unatakiwa kuyabeba yote. Mwite Mungu atakusaidia. Amini wewe ni suluhu ya yale, ndio maana yamekuja kwako. Hayajaona watu wengine, yamekuona wewe. Usilie kwa sababu tu unapitia changamoto ambazo huzielewi. Maana ni ya kwako hayo, haya na mtu mwingine. Kuna muda unamwelezea mtu mzigo ulionao, haelewi. Kuna mtu unamwelezea uchungu wa kitu ulichokibeba, habebi kabisa. Kuna mtu umemwomba hata maombi, hajaomba kabisa mpaka leo. Maana mzigo sio wake, uchungu sio wake, matatizo sio yake, ni yako. Ila unarudije mbele za Bwana? Kanisa la Mungu, unarudije mbele za Bwana? Kuna watu nilikuwa nawafundisha. Nikasema kuna wakati unayafikiria maisha ya Elia kwa sababu tu alikuwa mtumishi wa Mungu mwenye nguvu ya Mungu, unaona raha. Lakini tukiweka leo nafasi ya Elia utatamani kufa sasa hivi. Sasa hivi ninapozungumza mimi hautakaa hata kwa dakika 5, huwezi kukaa. Kwa sababu ndio mtu ambaye alijificha miaka mingi kuliko mtu mwingine. Hata mjini alikuwa haingii. Wewe na namna unavyopenda mjini kila muda kuangalia magorofa, unaweza kukaa porini? Ni mtu ambaye alikuwa anatabiri kila kitu, lakini ni mtu aliyekaa kwenye maficho miaka mingi.
Huduma yake haikumpa raha, huduma yake ilimpa vita. Kila alipojaribu kufanya kitu akidhani litaibuka jema, linaibuka baya. Akasema nimechoka mimi. Hata wewe umechoka, si ndivyo? Huduma sio kitu chepesi kama tunavyodhani. Ibada sio kitu chepesi. Mahali pa dunia hii ni mahali pa mateso. Na lazima mtu anayemcha Mungu aelewe hiki ninachokizungumza leo. Aelewe, ndipo atamtumikia Mungu. Ukishindwa kuelewa hiki, utamnungunikia Mungu tu. Na hautakaa kabisa kuwa sehemu ya nafasi ya Mungu. Mungu anaweza kutibu matatizo yako, lakini wewe umekaaje na Mungu? Kila unapokutana na matatizo unavurugika, unapoteza kabisa imani na ibada. Unataka Mungu akutendee wapi sasa? Anakutendeaje wakati umehama sehemu ambayo alikuwa anatakiwa kukute? Sehemu ambayo ni sehemu ya muujiza wako umehama, anakutendeaje sasa? Eti kanisa la Mungu anakutendeaje? Na ukirudi mbele za Bwana unajua Mungu, mimi nilishindwa, ile hali ilivyozidi nikajikuta nimeacha. Sasa nani mwenye kulaumiwa? Eti kanisa la Mungu, nani mwenye kulaumiwa? Una matatizo ni kweli naamini. Una shida ni kweli naamini. Ndio maana nimeanza kuzungumza mwanzoni kabisa. Usikose ibada kwa sababu tu una matatizo yako. Una shida zako, una tabu zako. Usitengeneze vigezo vyovyote. Hata kama unaumwa homa nyingine ziache tu. Fika ibadani, kuna majibu ya matatizo yako yatakusaidia. Usipende kujitenga mwenyewe, utaumia. Kwa sababu kilicho kwako huwezi kukibeba ukiwa mwenyewe. Unahitaji msaada wa Mungu. Kuna muda ulikosa ibada ukasikia uchungu. Leo ukikosa unaona kawaida tu. Umezoea. Umeanza kuvaa mazoea ambayo unaona kwako ni kawaida tu, lakini sio sawa. Kuna kitu hakipo. Wala huwezi ukatatua matatizo yako ukiwa mwenyewe. Maana hata wewe pia una mapungufu. Unahitaji kujazwa ili uendelee mbele. Hakuna mwanadamu yeyote ambaye ameumbwa katika ukamilifu wa 100%. Mwanadamu yeyote ana mapungufu yake. Ndio maana Yesu alisema hakuna mwanadamu aliye kamili. Hivi hapa tunaelewana eh? Hata kama ni daktari, ni profesa, ana madhaifu yake, naye ana mapungufu yake. Hakuna mwanadamu aliyekamilika, anahitaji namna fulani ili ajazwe. Hakujiita profesa mwenyewe. Kuna vitu vilitokea mpaka akawa kwenye nafasi ile. Watu hawaanzi kujifunza kusoma, wanafundishwa kusoma. Ndio maana hakuna mtu aliyejikuza mwenyewe, kila mtu kakuzwa. Na kama umekuzwa maana wewe ni dhaifu, ndio maana umekuzwa. Usingeweza kujikuza mwenyewe kwa nafasi yako. Biblia inataka kukubali habari ya uhalisia wa maisha ambayo tunayaishi leo. Nimekwambia ibada sio pesa, sio mali, sio utajiri, sio fedha, sio watu. Ibada ni upendo. Ni lazima uangalie nafasi yako. Kwa kila jambo mshukuruni Bwana. Mnafanya hivyo? Mbona mkikuta na nyakati mnalalamika tu? Hamwendi mbele, hamsongi mbele, hamtukuzi Mungu. Mshukuru Bwana kwa kila jambo, kwa kila kitu mshukuru Mungu. Tupate muda wa kujua namna inayostahili kwenye maisha tunayopigana nayo. Kuna mtu kuna kitu kinamsumbua, anataka kuacha bangi lakini hawezi. Pigo lake ni bangi tu. Kuna mtu ni sigara. Anatamani, kuna wakati anakohoa anasema hii hali itanitoka lini? Hawezi. Kuna mtu ni pombe, ni ulevi tu huu, naye hawezi kujitoa. Kuna mtu ni wizi, ni ujambazi, mwingine ni maisha. Mwingine amekuwa na kipindi kigumu kwenye ndoa yake. Mwingine ni kazi, ni ajira. Ana vyeti lakini hana kazi, miaka mingi anatafuta na haoni. Kanisa la Bwana, kila mmoja anapitia analopitia. Hata kama ukiona mtu anaendesha pikipiki si magari, hana raha, ana jambo linamtesa kwenye moyo wake ambalo linafanana na la kwako tu. Tofauti ni kwamba wewe hulioni. Ndio maana nimesema tukikuweka kwenye nafasi ya Elia hapa leo, wewe utoboi siku 2 ukai. Siku 2 ni nyingi. Elia akauita moto ukashuka. Wewe raha yako ni moto tu, mengine hujui. Elia akawateketeza manabii wa bahari 450. Raha yako ni kwa wanateketea manabii 450, lakini sio kweli. Kuna kitu ambacho kwenye kanisa lazima tukijue. Kanisa la Bwana lazima ufahamu kwamba unahitaji neema ya Mungu kutoka hapo ulipo kupiga hatua. Kama usingekuepo, yamekuja kwako kwa sababu ni ya kwako. Na inabidi upambane nayo. Na hata ukinitusha mimi siwezi kuyabeba maana sio yangu. Kuna muda unamshirikisha mtu mzigo wako, niombe kaka, niombe. Anaomba dakika hizo. Tukikweka wewe utaomba mpaka kesho, maana una uchungu ndani yako. Yesu alienda, akarudi, akasema kesheni mkiomba. Basi walikesha, wakalala. Akaenda tena mara ya pili akaomba. Akarudi akasema mbona mmelala sasa? Hawana mzigo. Akaondoka, wakalala tena mpaka akawa na koroma kama wewe. Akaenda tena mara ya 3. Ndio kabisa wakachoka. Akamwambia laleni, maana ni kweli usiku umeenda sana. Lakini pangekuwepo na mtu hata mmoja ambaye angethubutu kuomba kama Yesu alivyoagiza.
asingemkana kabisa Yesu wala asingetawanyika. Angemfuata Yesu bega kwa bega. Walilala. Hivi unaelewa eh? Mzigo wa shida yako ni wa kwako mwenyewe. Na ukijidai unazila, unajizila mwenyewe. Maana bado ni shoti yako na hasara yako mwenyewe. Mungu anataka upige hatua kutoka hapo ulipo. Kanisa la Bwana, unanielewa eh? Kuna kitu Mungu anataka ujue kutoka hapa ulipo. Hakuna mwanadamu ana raha tu. Hakuna mwanadamu. Kaa chini siku moja, pata wale watu ambao labda ni marafiki zako. Nenda kwenye maduka makubwa, jaribu kuongea na mwenye duka. Usikie atakwambia nini. Ana changamoto anapitia. Kuna muda mwingine anakuambia kuna wakati moyo wangu unakuwa mkubwa. Nalala hata wiki sijaamka. Unasema pole. Ukiangalia ana mali amejaza, ana vitu ndani, wateja wanajaa. Lakini anakuambia kuna wakati sioni fahari ya vitu hivi vyote. Natamani hata kufa leo. Wewe unaelewa? Unasema, yaani ufe uache mali zote hizi. Mbona wewe unatamani kufa kwenye pigo lako tu la ndoa? Yeye ni nani ashindwe kufa kwenye jambo kama hilo? Elia hakuangalia nguvu ambayo Mungu amempa, hakuangalia fahari aliyonayo, alisema imetosha, naomba niondoke. Wakati hapa kuna mtu anapigana na neema ya Mungu kila wakati, anasema Baba nijaze kama ulivyomjaza Elia. Na vita iliyo mbele yake kashaishindwa, hawezi kukanyaga hata mwiba. Analia. Akija hapa anaomba asichokielewa, akikutana na vita analalamika. Hivi unaelewa vizuri eh? Maisha ya mwanadamu yana vitu vingi. Lakini tujue tu, huu uwanja ni uwanja wa mapambano. Hakuna amani hapa duniani. Anasema sijaja kuleta raha, nimekuja kuleta taabu. Siye mwenyewe Yesu anasema au ni mimi jamani? Maandiko yanasema nimekuja kuleta upanga, sio amani. Eti maana yake ni nimekuja kuleta shida, sio amani. Mbona je mnamwabudu Mungu kilaini? Eti nataka nimwabudu Mungu maana Mungu ananitendea, ni kweli. Lakini usimwabudu Mungu kwa sababu anakutendea tu. Maana siamini kwenye kupata kunaweza kumfanya mtu akakaa na Mungu. Mimi siamini hata mara moja. Siamini mtu kutendewa vitu ni mmoja ya fahari yake kubaki na Mungu, siamini. Wala siamini Mungu akikupa msauzi au majengo ndio utamwabudu Mungu, siamini. Naamini imani, ibada ni upendo. Ndicho ninachokijua. Ndio maana wale walivushwa, wakapewa mana jangwani, wakatukana, wakaasi. Sio hao tu. Wako watu wengi wametendewa matendo mazuri ya Mungu, wakabarikiwa, lakini waliasi. Unanielewa vizuri eh? Kuna kitu Mungu anakitaka kwako, sio utajiri, sio fedha, sio maisha, sio magari. Kuna kitu Mungu anataka ufanye kwenye maisha yako ili upige hatua. Kazi ni kwa namna gani unapiga hatua kutoka hapo ulipo. Ndio maana inawezekana ukalaumu habari ya ndoa yako, ukalaumu habari ya maisha yako, ukalaumu habari ya watu wako. Hayo ni ya kwako. Jikaze mwenyewe, tembea mwenyewe. Na mimi nishasema kuna wakati mwingine sio sababu yani hakuna sababu ya kumshirikisha kila mtu mambo yako. Kila mtu tafuta watu wawili, mmoja, watatu unaoamini, kaa nao chini, zungumza nao. Mwanadamu anaweza kugeuka, hata yule unaye kwenye shati anaweza kukugeuka. Na uwe na mipaka na kila jambo ambalo unalifanya. Usiongee tu kwa sababu unasikia kuongea. Hata kama unaumia, kuna wakati kuwa na limit, kuwa na mipango, kuwa na mipaka, kuwa na utaratibu wa kuzungumza mambo yako. Usiongee tu kwa sababu umefurahi sana ama umeumia sana. Uwe na muda wa kuzungumza vitu ambavyo vitakufanya upige hatua kutoka hapo ulipo. Wale waumiza ni wakina nani? Si wale mliowapa siri zenu, si wale mliowashirikisha mambo yenu, si wale ambao mnajua ni wapenzi wenu, si wale ambao mnajua ni rafiki zenu wa karibu, si ndio wanawaumiza? Kila mmoja hapa anapigwa na mtu ambaye alimwamini. Ulimwaga siri zako zote kwa mtu ambaye ulijua amekuoa. Leo mmeachana. Siri zako anamtangazia nani? Maana kwa sasa, kwa zamani walikuwa rafiki, kwa sasa wewe ni adui. Ni adui yake, anatafuta namna ya kukumaliza. Uliongea tu. Ulifurahi, ukaamini kuna namna ya vitu ambavyo tayari viko kwenye nafasi yako. Lakini kila mtu kwenye eneo lake lazima atambue kwamba Mungu anataka nini kwenye nafasi yake. Watu walipewa mikate, watu walifufuliwa lakini waliasi. Watu walibarikiwa lakini waliasi. Watu walipewa kila walichokipewa lakini waliasi. Eti unaamini katika fedha? Unaamini katika hayo ambayo unayemuomba Mungu ni sahihi kwamba ndio anakufanya wewe ukae kwenye ibada? Sio kweli. Wala hii dhiki unayoipitia sio moja ya sababu ya kumwacha Mungu. Wewe huna upendo tu, umpendi Mungu. Huo ni ukweli. Haumpendi Mungu tu na hujawahi kumpenda.
Unampenda kwa sababu una vitu vyake. Na wewe unapenda vitu vyake, sio unampenda Mungu, unapenda vitu vya Mungu. Haumpendi Mungu. Ukipewa unashukuru, unafanya ubaya wako. Ukinyimwa unakufuru, unanena magumu. Ndio maisha yako. Mshukuruni Bwana kwa kila jambo. Tunafanya hivyo. Tunanungunika tukija hapa, baba uwai. Kwa nini uliniruhusu? Sasa ukuona kama nitaumia. Kuumia ni moja ya vitu vya kawaida kabisa kwenye maisha. Kaza baba, mtoto wa kiume unaliajeliaje mpaka watu wanakusikia? Kaza, vuta pumzi, tuendelee mbele. Uwanja huu wamepita wote na mashujaa wote wamepata ushindi hapa. Hakuna ambaye alipata ushindi mbinguni, amepata ushindi hapa. Zamu yako leo. Na uinua ushindi ukiwa hapa. Kuna muda utakonda ubaki kama kijiko. Lakini usiumie. Kila atakaye kuona atakushangaa, maana unastajabisha. Umebaki kichwa tu. Maeneo yote yameisha. Lakini usiogope, zitatoka taarifa nyingi. Kaza, inuka, tuendelee mbele. Kila linatoka hili linaingia hili. Natoka hili, unamaliza hili linaingia hili. Ndio maisha yalivyo. Unafikiri kwamba ni muda wa kupata amani na inuka lingine gumu kuliko lile ambalo lilitokea. Kuna kitu umekuwa ni mtu wa kulia tu, usimwambie Mungu nataka kufa, ukufa uende wapi sasa? Pambana, kwa zamu yako utaondoka mama. Kwa zamu yako babangu utaondoka. Huu ni uwanja kutafuta ushindi. Ili ni eneo la mapambano, ni eneo la vita. Hakuna mtumishi wa Mungu mwenye akili timamu asiyejua kwamba hapa ni mahali pa kupigana. Kasoro wewe tu ndio ulikuwa hujui. Wewe ndio unajua amani. Hili sio eneo la amani, nikwambie sasa. Sio eneo la amani. Hili ni eneo la vita. Mapambano yapo hapa. Na naona kuna watu wamekata tamaa, wamechoka. Sasa wanatembea kama wajielewi. Wengine wanasema kama Mungu hautanitendea, mimi hautaniona kabisa. Poa. Na Mungu hana mpango wa kukutendea. Sasa baki ulivyo, uone unamkomoa Mungu au unajikomoa wewe. Kwani Mungu asipokutendea unampiga? Mungu asipokutendea unamhukumu? Malaika wenyewe hawawezi, maserafi hawawezi, wote wameinama. Hakuna hata mmoja huwa anawaza vibaya kwa Mungu kwamba lakini Mungu pale amekosea. Ukiwaza tu hivyo haupo. Kila kitu kakiumba yeye, kila kitu kakiweka yeye. Hakuna mtu anaweza kufanya hii mbele za Bwana. Bwana ni kiboko ya kila kitu. Shetani mwenyewe anamjua. Ukimpinga mara moja unaishi pabaya. Sasa yuko kwenye chemba mbaya, alizungumza tu. Nataka nifanye kiti chako kiwe sawa na kiti chako. Mara moja tu Mungu asema ngoja nikuonyeshe kwamba mimi ni Mungu. Na usizani kwamba shetani alipigana na Mungu, hawezi. Unapigana na aliye kuumba, unaweza. Wewe unaweza kupigana na baba yako, si umekuwa? Baba yako huyo mwili au mama yako mkazi kunja. Sio Mungu. Mnazikunja na baba mwenyewe anaumwa. Unamkunja. Sasa ulisikia Mungu anaumwa wapi? Mungu anaumwa. Mungu ni hodari, wanainama wanainuka. Na pale anaweza akaamua tu akasema hivi leo. Maserafi wote jana. Wote wanaongoza, hawapingi. Ametuonea. Wote wanaingia wenyewe. Sema haya tokeni. Anaweza kuwabadili wa kuzimu akawa mbinguni, wa mbinguni akawa kuzimu. Na anayepinga. Ndio maana hata wewe unasema Mungu hii sio fair. Huyu jamaa ametenda dhambi anakuja kuungama leo nampeleka mbinguni. Na wewe kuna muda unaona kabisa kuna maandamano, lakini sio sawa. Kuna mtu ameanza utumishi wa Mungu mwaka mmoja tu Mungu amembariki, amempa kila kitu, ana mwaka mmoja. Wewe sio yule. Wewe una miaka mingapi? Sema hai Mungu sio halali. Kabisa mtu anakuja jana tu anabarikiwa. Mimi nimemsota Mungu nimetoja Mungu nikaza. Niamua kukaza kabisa lakini Mungu naona wanakuja nyuma yangu watu wanabeba mimi nimebaki tu vile vile. Mungu hii sio fair. Na inawezekana hana mpango wa kukupata kesho. Hana. Sasa mimi niseme uongo, hana. Na hata kama ana mpango sio leo. Ndio maana nataka umbariki, umtukuze, umuombe. Sikuna wakati la kutia moyo. Kwani ni mimi jamani? Anasema hiyo vita ni yako utapita. Haya magumu ni ya kwako utapita. Hivi vita ni vya kwako utapita. Mungu hana mpango wa kukupa nyumba. Inawezekana size hana. Kijidai mbaba unakusanya sana dunduliza unadunduliza kwenye kakikoba. Unaumwa homa, unampelekea daktari hela zote unaanza upya. Hana. Unadhani kufanikiwa ni namna hii? Kufanikiwa ni kubarikiwa. Maana yake unapobarikiwa unapunguziwa matatizo. Kwa hiyo fedha yako inaenda kule ulikolenga. Umewaza kujenga nyumba. Maana yake inakuja fungu la nyumba. Bila matatizo yoyote linaingia kwenye nyumba.
Sio kwamba watu hawapendi kujenga, sio kwamba watu hawapendi kuwa na maendeleo. Wanapenda, leo wanayapataje? Saa hizi unaanza kufikiria kujidunduliza, mara tayari mke wako mjamzito. Unaelewa, kaleka kudunduliza inabidi ukanunue vitenge. Vitenge saizi laki ngapi? Singo imeishia hapo, haiendelei. Kila ukipiga hesabu sasa. Mungu, naomba nimalizie, unipe hata bati za kukokota. Mungu hakupi hata bati za mtumba, hakupi. Ukijidai jeuri ukanunua hizo bati kijeuri zinaibiwa. Unarudi kule kule au uliyempa kakupiga na bati ya leti. Na kitu tunavutana naye. Sasa hii sio fair fresh, lakini Mungu atanilipia. Mungu atakulipia. Mchezo umeishia hapo. Na wanasema dua la kuku alimpati mwewe. Mwewe yuko angani, kuku yuko chini. Kwa hiyo maisha yako yanakuwa yako vile vile. Ulikuja humu kumtumikia Mungu ama ulikuja humu kulenga vya Mungu? Unapenda vitu vya Mungu au umpendi Mungu? Sasa Mungu anataka umpende kwanza ndio akupe. Ndio maana walikula mana jangwani miaka 40 lakini walimkufuru Mungu. Walishiba kwa kishiba ambacho hawajawahi kushiba, lakini walimsema Mungu vibaya. Unayo imani kwamba mambo yanayokutokea ni moja ya sababu ya wewe kuwa hivyo? Sio sawa. Kuna kitu ambacho kinakufanya wewe ufike hapo. Na muda mwingine una matamanio ya vitu vya watu. Na kukumbusha hivi kwamba hata wale unaowafikiria wewe kuwa kama wao wana matatizo yao. Na wengine kila siku kutwa wanazulula. Kutwa. Hawa na tiba ya magonjwa yao. Wanaumwa. Mwezi wa ngapi sijui nilisikia taarifa ya mtu mmoja amechoka kumeza vidonge vya ukimwi, ameamua kuacha. Kafa. Lakini ni mfanyabiashara mkubwa, ana pesa, ana mali, amechoka tu. Wewe unataka utajiri eh? Unataka fedha, unataka bwana akuheshimishe, akukuze, akutambulishe. Umeelewa? Ndio kitu ambacho unakitaka. Haujui vita ambazo zipo kwenye kutambulika, haujui magumu yanayopatikana kwenye utajiri, haujui. Ila unataka tu kwamba Mungu liwalo na liwe niwe. Na Mungu asivyo na choyo, amini atakupa. Maana inawezekana utajiri wako ikawa ni rahisi ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Sasa ni lako, wasema mimi niliwe tu, nimechagua kwenda jehanamu lakini ndio na pesa. Watu walichoka. Elia alisema inatosha, Mungu inatosha, na ufahari wake na nguvu zake na maajabu yake alisema inatosha. Hakuna kitu alitembea kwa Elia akashindwa. Alifufua mpaka wafu yule baba. Sasa kama alifufua wafu, yeye alishindwa kujifufua. Yaani kuna namna tu unaona. Sema yani mimi Mungu angeniumba kama Elia, kwanza ningesema gala langu hebu jaa chakula. Agizo linatoka kwa Bwana. Maisha ya upendo yanatoka kwa Bwana. Walipigana watu, waliishi maisha magumu ya mateso. Nisema mimi kuna wakati nilikuwa namsoma Paulo, naona namna anahangaika yule baba. Alishtakiwa kwa sababu ya sheria, alihukumiwa mpaka kufa. Lakini anasema sitarudi nyuma. Hakuwahi kusubutu kumwomba Mungu kitu, ila alimwabudu Mungu. Hakuwahi kwenda mbele za Bwana akamwambia kuna kitu nahitaji, alimwabudu Mungu. Na hii ndio kawaida ya nafasi yako. Huu uwanja huu. Wale tunaowasoma mashujaa wamepita hapa, wameshinda hapa. Na mambo yanayokutana nayo ni hayo kama yanayokutesa wewe. Hayo kama yanayokupiga wewe, hayo kama yanayokusumbua wewe. Ni pito lako la ndoa limekuwa gumu, ni kweli. Ni pito la uchumi limekuwa gumu, ni kweli. Ni pito la watoto limekuwa gumu, ni kweli. Ni pito la maisha limekuwa gumu, ni pito la mke au mume limekuwa gumu, ni kweli. Lakini hautakiwi kukata tamaa kivyo vyote. Hayo ndio maisha ya wokovu. Funguo yako iwe kumtukuza Mungu. Ukimtukuza Mungu tu utafanikiwa. Kanisa tunaelewana eh? Ukimtukuza Mungu utafanyaje? Utafanikiwa. Mungu haongei kwa sababu tu anataka kuongea. Anaongea kwa sababu umemfurahisha. Umemfurahisha nani? Ukifika hapa ni kunungunika tu, baba, ukaanza nikapata na kichomi. Akati kabisa unanijua, kichomi kabisa kinaingia, unaniona kabisa. Na kuna muda mwingine unajua kuna wakati watu wanasahau kwamba hata wale wenye kujitabiria walishindwa kujitabiria kwenye maisha yao. Unaelewa? Elisha si alikufa anaumwa, ila aliponya watu. Ndio tofauti yako. Unaweza kuponya sio kujiponya. Hivi unaelewa eh? Weka mkono mahali panapouma, maana Bwana ametuambia mikono yetu ina nguvu ya kufufua. Weka sasa. Kila ukiweka vinakaza, ukiweka vinakaza, mwisho si mmoja, naomba mniombee. Kimya. Ya pili ya tatu unajidai umezimia. Unaelewa eh?
Na vikikushinda hasira zote zinaishia kwa nani? Kwa Bwana. Maisha yanaweka lini? Mbona ulisema watumishi wako sio kama mimi? Baba, we Mungu wala hatajibu. Au kuna mahali nimekukosea Mungu kimya? Basi sijakukosea kimya. Mungu mimi nimekubariki kimya. Baba mimi sijakubariki kimya. Aongei. Anaongea nini? Pambana na hali ambayo tayari ipo. Shindana na kitu ambacho tayari kipo. Usije kutenda dhambi kwa sababu ya jambo lolote. Ishi kwa upendo na kushinda. Katikati ya giza onesha nuru. Katikati ya magumu onyesha baraka. Katikati ya mazito ambayo umeyabeba onyesha matumaini. Tembea na Kristo. Nenda mbele, Mungu atakubariki. Nenda mbele. Acha kuhukumu wengine. Acha kuona makosa ya watu wengine. Angalia makosa yako. Ishi kwa kushinda makosa ya kwako kwanza kabla ya kuangalia makosa ya watu wengine. Usiwahukumu sio waona wakati wewe mwenyewe ni mdhaifu. Jitengeneze kwanza wewe ndio watengeneze wengine. Usiwe mtu wa kuongea sana kwa watu wengine maana unawaudhi. Jitengeneze kwanza wewe. Kuwa mkimya kwenye mambo ambayo unayatazama. Kanisa tuko pamoja eh? Kila jambo ni la kwako. Udhaifu haujaanza kuwapata wao, umekupata wewe. Ndio maana wewe umeuona. Wewe ni dhaifu kuliko wao. Maana ambaye ana nguvu haoni udhaifu kwa mtu mwingine, anajiona yeye kwanza. Na hauwezi ukatazama udhaifu wa mtu mwingine wakati wewe pia ni dhaifu. Hata siku moja haiwezekani. Unaelewa eh? Mjinga kabisa yule. Mjinga ni wewe. Sio yeye. Yeye kafanya kwa zamu yake na kwa wakati wake. Mwenye akili atakiwa atembee kwenye nafasi yake. Nina mume pale sina makaratasi. Mjinga ni wewe, sio yeye. Makaratasi ni wewe. Tena maboksi ni wewe. Kwa eneo lako tu. Sasa tunasemaje sasa? Kama mke kaja kavurugwa, leo unavurugwaje? Mume amekuja amevurugwa, wewe unavurugaje sasa? Linakuhusu, ni la kwako. Sawa ni wa kwangu na lala naye lakini yule hana akili kabisa, nina habari. Haya mama, wewe sio na habari. Wewe sijui utakuwa nani? Sio Abigaili, hatujui. Lakini Abigaili alishinda matatizo ya nani? Ya Nabali. Unajua mwenye akili anaelekezwa kitu cha akili tu ndio anakifanya. Mjinga anafanya kila kitu. Hiyo ndio tofauti. Akivuruga anavurugika. Akivuruga anavuruga. Hana ambalo anaweza kufanya. Lakini kwa nafasi ya kawaida lazima ujue Mungu anataka nini kwako. Unaelewa sijui vizuri? Kesi ya watu wenye hekima wanaamua kwa utaratibu. Mungu alileta matatizo kwako ili uyaamue. Wewe badala ya kuamua umevurugika. Ovyo kabisa. Unaangalia tu watu wengine. Mjinga mkubwa yule ameleta matatizo ambayo nilikuwa sina mpango naye. Matatizo sio kama tunaandaa mipango. Matatizo ni kitu kinachokuja nje na mipango. Tunapanga mipango pale pale akiwa imetokea. Suluhu ni kwamba tunapatanaje katika yale yanayotuumiza basi. Tunabebanaje katika vile ambavyo ni mateso kwetu basi. Tunaishije katika upendo na matumaini ya Mungu. Hilo tu. Nje na hapo hatuwezi kupiga hatua. Kama kanisa hatuwezi. Ndio maana unasema hivi kweli kuna watu wa Mungu? Watu wa Mungu wanapenda raha. Sasa ile raha waliokuwa wanaambiwa haipo. Umeelewa? Wanakunyerusha au mlima una dhahabu lakini toka mmeanza kuchimba mjapata. Mnaumia tu na dhahabu hamuipati. Unahisi kabisa haya maisha mbona kama naona nateseka sana. Kuna maamuzi nimeamua kufanya ili upige hatua. Kama ni mwizi nitakuwa. Sasa ni kupiga maji, kaka anatufundishaje sijui namna kupiga ni kuzaba maji. Kuna watu wamejenga majumba kwa ajili ya rushwa. Wanasema mlima yani rushwa inaweza ikajenga ghorofa kubwa lakini huwa linaporomoka kwa siku moja tu na kufutika. Magumu ambayo unayaendea yanataka majibu kwako. Dunia isingekuwa hapa ilipo kama sio matatizo tulionayo. Matatizo ndio yaliyoleta dunia hapa. Suluhu ya watu, majengo mazuri, mitindo, sina namna gani ni kwa sababu ya matatizo yaliyotokea. Wenye akili walifanya vizuri wakatupa mwanga wa kuona tunayoyaona leo. Kwa hiyo wewe ulivyo mjinga hautaki kabisa matatizo ya kupate. Ondoa shida. Ondoa taabu. Ondoa balaa zote. Mikosi na kila kitu kibaya kisinipate. Bwana nibariki. Mungu anasema hivi nina mtu kweli hapa. Hapa nina mtu mimi hapa. Oh Yesu Kristo nitolee mwiba umechoma mguu. Tolee. Inama utoe. Yesu utaki unitolea mnatembea nao. Tembea nao sasa. Unamkomona au unamshindwa eti unamuogopesha nani? Au unasema mimi ni uzao wa kifalme. Uzao wa kifalme watu wamechili kule wametulia. Walishapigana hapa. Shetani kila akiwachukua sema dogo ulinishinda padogo. Ulinishindia hivi mwana wewe kidogo nikudabe ukaponyoka.
Umu nimedaba wote. Unaona hao nilionao nimedaba. Amedaba. Amedaba dunia yote amedaba. Amefunika, wachungaji kafunika, wainjilisti kafunika. Wazee wa kanisa amefunika na maaskofu kafunika. Unafikiri mchezo wewe? Mchungaji ana pressure. Ana pressure zimetoka wapi? Kuna shida. Unapata pressure bure. Hebu tuende kwenye hewa jamani nikapate hewa. Unafikiri watu unapigwa, mtu anapigwa. Na shetani adundi kidogo, anadunda. Kama sura jidai, hebu hata ile nyundo yangu ninayopigiaga wale kwenye kiburi. Nimpige huyu nyundo mmoja ya utosi. Pigwa kumbe anayepigia mwenyewe ndio yule la dhaifu. Sasa tukae kwenye mfumo tujue matatizo yapo, lakini tuamini kwamba tunatakiwa kumtumikia Mungu kwa upendo. Amen. Unaamini unatakiwa kusimama mahali pa nafasi yako, acha kiburi. Amen. Ishi kwa upendo, ishi kwa kumwamini Mungu. Yamekuja kwako ni yako. Tulia tu, mwambie Mungu nakushukuru kwa ajili ya matatizo nilio nayo, shida nilizo nazo, mateso nilio nayo. Na kama yako mengine niongezee. Lakini nijaze nguvu nipite. Amen, amen, amen. Unajua na mimi nataka nimwaibishe shetani. Unamwaibishaje shetani? Unamwaibishaje? Unafikiri jamaa anakubali kuaibika kizembe? Hii dunia inasema nitakabadi ko. Yaani nakabadi kisigino. Yaani hapa jamaa kijaribu kupita tu mimi naye. Wamekabwa, muulize Musa, unamjua shetani? Anamjua. Waulize makamanda wote, makamanda kina Paulo, waulize. Vipi shetani unamuelewaje? Alikwambia yule jamaa ni noma, alisumbua. Wewe usiambuze wewe unakuja hapa line. Ukija huko line, unagonga mmoja unapotea. Mchezo unabaki tu atakapo kanyaga yeye na mimi nitakanyaga wewe. Watu walishindwa kukanyaga hatua za Yesu akatawanyika. Kwa hiyo hii ni mifumo tu ipo. Paka Yesu anawekwa msalabani, sema mdundeni sana, mpigeni. Shetani amekaza masaa 3 giza. Ulimwengu umekaa kwenye giza masaa 3. Nani ambaye hamjui shetani? Yaani hakuna mtu wa Mungu ambaye hamjui shetani na hauna rekodi naye. Unajua wewe sio mtu wa Mungu. Yeyote anayejipelekeza kama mimi ni mtu wa Mungu, hilo eneo ni gumu kwa nafasi yako. Kanisa la Mungu tuko pamoja. Kaza sasa. Acha manunguniko, acha maneno mengi. Njoo mwabudu Mungu. Mwambie Mungu nakushukuru sana, nakushukuru kwa ajili ya kila kitu. Hapo unaona tu watu wanazidi kukonda. Shida nini? Amri. Hamshibe. Tunakula, tunashiba. Sasa shida nini sasa? Ukiona hivi ni huduma hii. Huduma? Huduma. Wewe, mbona kuna watu wengine wana huduma na wako sawa tu? Tunaona hivi vitabu na wana huduma, tunawaka kwenye kundi gani? Maana pia hapo kuna watu wana matumbo. Unaelewa? Achana na wewe mbaba. Kuna watu wana matumbo, tena makubwa tu. Huyu ni bwana analitikisa. Huyu ni bwana sio. Huyu ni bwana. Huyu amjui Mungu huyu. Wakati ndio wewe nipige ile tumbo ile. Bali pa tumbo ile. Tumbo linauma jamani. Pressure haziishi, magonjwa hayaishi, matatizo hayaishi. Wewe lakini ni ukweli, kwa zamu yako inatakiwa upite. Hii ndio dunia umepita kila mtu. Hakuna mjanja hajapita hapa, hayupo. Kila mtaalamu ambaye unamzungumza kwenye Biblia kapita hapa. Ibrahim kapita hapa. Si ndivyo Isaka amepita hapa, Yakobo kapita hapa. Watu wote unaowajua na watu wanakutana nao ni watu unakutana nao kama wewe. Wewe unakutana nao ndio hawa unakutana nao. Maisha hajawahi kubadilika kakangu, hajawahi. Wanawake ni wale wale toka dunia inaumbwa, ni hao hao. Ndio waliokula matunda, ni hao hao. Na wanaume ni hao hao. Hakuna mabadiliko. Nyie mnasema wanaume hatuwaelewani. Wanaume ndio hao hao toka kuumbwa kwa dunia, ndio hao hao. Na wako wako ni huyo huyo. Kwa hiyo hamna namna. Leo kaja kanuna, kesho kanunuruka. Leo amekununulia zawadi, kesho kakuzaba makofi. Ndio hao hao. Sasa katika kitu mimi mwanaume sipendi ni kunizaba. Uliyepata anajua mkono. Sawa? Ulijidai eti tutapigana. Amekuchapa, kakufua, akasema basi nijakupanga tena. Hivi sio vya kusubutu. Ndivyo ilivyo. Anakufua mpaka sababu basi ni uwe tu nimalizie. Akumalizie. Aende jela utagulia maumivu kwanza. Sasa unaziweza. Maisha yamekupiga. Mbele za Bwana haupo, duniani pia haupo. Kitu kimeharibika. Mtu ana hasira na maisha bwana, ashachapwa na maisha, amegongwa na maisha, hajui kwa kuelekea, unamletea za kuleta. Amegongwa kuongezea. Kila kitu kimeharibika jamani. Hivyo ilivyo, lakini tunaamini neema ya Mungu ni kubwa kwetu. Si ndivyo Kaa kwenye eneo lako utembee. Usiwe na hasira na haraka na maisha.
Jitahidi kujifunza kutembea mahali Mungu anataka utembee. Tuko pamoja eh? Kuna watu ni kweli hawataki mambo mengi, lakini unaishije kwenye nafasi yako? Ulijua hilo ni la mwisho. Limetoka leo limeingia lingine. Wewe ni mtu wa kulia tu. Ukipata raha, unapata raha dakika hizo 2 au 1. Baada ya hapo ni kulia. Hauna matumaini. Tunajiuliza maswali mengi kwamba huyu aliyeweza kuponya mpaka mtu aliyekufa alikufa tena kwa ugonjwa ule ule ambao uliumua mwingine. Shida ni nini? Kwamba Mungu alitaka apite kwenye njia hii. Hii ndio njia yako. Majibu ya maswali yako yako mahali pa majibu yako, yako mahali pa matatizo yako. Amen. Hivyo tunaelewana vizuri eh? Majibu ya maswali yako na matatizo yako yako mahali pa matatizo yako. Kwa hiyo usikimbie matatizo yako, yakabili matatizo yako. Unaelewa eh? Mwingine hapa ana madeni tu. Ana madeni. Na wale wote nao wadai inabidi waanze kulipishana sana. Wana madeni, yani kweli una madeni kila sehemu. Hadi kepu uliovaa ni madeni. Unaona kuna hali ambayo haieleweki kwenye nafasi yako. Kanisa la Mungu, kila mmoja ajue wajibu wake kwenye eneo lake. Unaelewa? Kuna wakati muulize Mungu, hili ni kusudi lako ni la kwako, nipe nguvu nitembee. Mungu, huu sio mpango wako. Kuna mali nakosea, Mungu atakwambia tu, mwanangu wewe ni mlafi sana, ndio maana unafilisika. Punguza kula, utafute kwanza. Sasa saa hizi wewe hata kula huli, lakini huna. Kwa hiyo huna kosa, si ndio? Unaishi kwenye maisha ambayo unaishi tu mwenyewe kwa nafasi yako. Ni sawa kwamba kuna kitu kigumu kimetokea kwenye nafasi yako, lakini tujue yako hayo kwa sababu ni ya kwako. Na ukifanya vizuri katika hayo unabarikiwa. Umerundikiwa tatizo na matatizo mengi, usizungumze maneno magumu. Ishi kwa kumpenda Mungu tu. Mwambie Mungu, sasa nikuache wewe niende wapi? Eti wewe ndio rafiki yangu, faraja yangu, wewe ndio hujui kuniumiza. Ni kweli nateseka na dunia, lakini umebaki kuwa faraja yangu. Sio hata Mungu wala sikuoni. Nikiangalia kushoto na kulia najiona ni mwenyewe. Unasema, wewe malaika ambao tulikuwa tunatembea hebu njoo, rudi upaki maana anioni. Paki huku kwanza. Ili atembee mwenyewe na shetani anacheka kabisa anasema, wamekutolea ulinzi, ngoja nikufue. Ili ujue kwamba kipigo kinakuaje. Ndio kabisa chini mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu wewe, unawajua watumishi wa Mungu wewe? Watumishi wa Mungu unawajua? Na ni ukweli kwamba mtu aliyebeba majukumu siku zote ana kazi. Umeelewa eh? Yaani huu ni sawa tu kwamba kuna namna unamuona mtu anatembea kwenye mstari wake. Huwezi kumkuta hata siku moja mtumishi wa Mungu amenenepa na kitambi kikubwa. Sasa hapo ataanza kusema na wale wenye vitambi mtajua nyie. Kwa sababu mtumishi wa Mungu anabeba mambo mengi kuliko kawaida. Ukiona mtu anatoka tumbo, maana yake anajua ana amani. Amani ikiisha inaisha. Naelewa? Sio tu watumishi wa Mungu, hata watu wanaobeba nchi. Wale watu viongozi wakubwa. Huwezi kumkuta na kitambi. Kaneni pale hivyo mara huku. Huwezi kumuona hivyo. Ukimwona hivyo unajua kuna shida. Ama na matatizo. Lakini kikawaida viongozi wote wanaobeba majukumu makubwa ni wa kawaida. Hata Elia alikuwa mwembamba, si tumtolee mfano nani? Alikuwa simple. Wewe kukimbia mpaka kuacha magari ya vita sio mchezo. Angekuwa bonge angekimbia. Si angefia njiani. Baba alitroti, tembea siku 40. Unapiga mwendo ukiwa na tumbo naliweka. Huwezi kutembea. Kwa hiyo tayari lazima utembee ukiwa imara. Kina Paulo wote walikuwa kawaida. Kifungo miaka 3 ndani unatoka mnene wewe. Umekonda, uko sawa. Wana nguvu ya mwili tu. Yesu ulimwona ametoka kitambi. Unatokaje kitambi hapa duniani hapatoi vitambi. Hapa na kufanya unakuwa kawaida tu. Watumishi wa Mungu sasa anaanza kutunena vibaya. Mimi sikuneni vibaya. Mimi najua wewe una tumbo kwa sababu una amani. Unaelewa eh? Lakini bado hujakutana kipigo, shetani anakimbizaga wote. Na akikukimbiza una tumbo maana yake una wakati mgumu. Unaweza uanguke njiani. Kwa hiyo inabidi utembee kwenye mfumo ambao upo. Ndio maana linatoka hili, linahamia hili. Linatoka hili na kuja hili. Kawaida ya watu wa Mungu ni kutatua matatizo ambayo yako mbele yako. Unaelewa? Hata mimi ukilala siku moja nimetoka kitambi, unajua nina amani. Unaelewa eh? Unajua kuna kitu tu Mungu amekiondoa lakini sio rahisi. Yaani nikubebe wewe, nijibebe na mimi na tumbo liwepo. Basi.
nitakuwa niko kwenye wakati mgumu, lakini naamini kuna sababu za Mungu. Asiwaambie msitoke vitambi, tafuteni. Sawa? Lakini ni ukweli kwamba hata Elisha alikuwa mwembamba. Historia inasema huyu jamaa alikuwa mwembamba, mrefu kidogo. Naelewa Maana ule wakati ameitwa pia na mfalme kwenda, kuna wakati unaenda kujibu mashtaka tu. Yeremia, siku na Yeremia undani. Na yeye pia alikuwa kawaida, alikaa kwenye kisima. Muda jela, kipigo. Unajua kipigo? Yaani shetani amewatesa watu wa Mungu sio leo tu. Lakini Mungu anafurahia kuteseka kwa mtu wake. Kwa sababu anaamini upendo ni mateso. Ndio maana hata Yesu kwa kutupenda aliteseka. Kwa tafsiri kubwa ya upendo ni mateso. Ndio maana yake. Kwamba ukisikia tafsiri ya kitu upendo ni kuteseka. Amen. Kama kweli una upendo wa kweli, maana yake utateseka. Umerundikiwa vitu vingi vimekuja kwa ajili ya kukusumbua. Hautaviacha kwa sababu tu vinakusumbua. Ni lazima uamini kwamba kuna kitu Mungu anataka kufanya na wewe. Amen. Kanisa la Bwana tuko pamoja Ndio. Kila jambo ni kwa ajili ya neema ya Mungu. Pambana utoke hapo ulipo. Amen. Hakuna mwanaume utamuoa atakuwa handsome kwenye kila kitu. Sahau. Hakuna mwanamke utampata atakuwa perfect kwenye kila kitu. Sahau. Ana mapungufu yake tu mahali. Sawa? Ni kweli ni msafi, ni kweli. Ni kweli anajua kudeki, ni kweli. Ni kweli ana huruma, ni kweli. Anakupigiaga magoti, ni kweli, lakini anayehuka usiku. Usiku anayehuka kabisa, ni kufunga kamba. Tatizo hili. Na kuna wakati akiehuka, haelewi anakusikia hadi wewe kisu. Asubuhi anakupigia magoti, baba karibu chakula. Nasema kile kisu cha usiku kile. Kuna madhaifu tu hapo. Hakuna mwanaume atakuwa perfect sawa tu yani asilimia zote kwamba nimepata mwanaume. Hizo movie mnazoangalia zisiwatoe wengi. Bakini kwenye neema tunajieti love. Love. Duniani uliona kuna vitu kama vile. Ndio maana hata mwenyewe umekaa unakodoa jicho. Unaangalia hivi. Kuna mapenzi ya namna hii, mapenzi ya kufuatana vile uliona wapi. Wewe mbebe mwenzio begani au uchoki. Eti kuna vitu kama vile wewe uliviona wapi? Mbona unasema hivyo? Mbona mimi mwenyewe najaribu naona kama siwezi. Huwezi. Hata uliye naye hawezi. Kila mtu hawezi. Unaelewa Mara katokea mwanaume akamchukua mpenzi wake. Wewe kuna wakati mpenzi anaachwa. Atakuja mwenyewe kwa miguu yake kama hawezi kutembea potelea mbali. Lakini kuna mmoja lazima tufundishane upendo na amani. Maana upendo ni kuteseka. Huwezi kulifanya jambo kama haujagaramia. Ndio maana unaona hata wale ambao wanaweza kufanya mapenzi kweli, yani wakakaa kwenye mfumo wa kupenda, huwa wanakuwa na gharama kubwa sana kwenye upendo wao. Wana sacrifice vitu vingi, wanatoa sadaka vitu vingi sana ambavyo huwezi kuvilipa wewe kwa kawaida. Unaelewa? Tumetoka kwenye familia tofauti, kila mmoja na familia yake, si ndivyo? Sisi wengine tulikuwa tunagundana wakati wa kwanza tu kula pale mkono unaanza. Maana umeiba nyama ya mwenzako mizungusha pembeni. Kile kipindi cha kugawia nyama au nyama mjagawiwa. Labda sasa hivi kizazi cha sasa hivi hawagawi. Zamani ukipewa nyama ni kadogo ila hutakiwi kukala muda huo. Utakuwa mwishoni. Sasa jitoe ufahamu kale. Kwa hivyo unasikia hasira ukatafune haraka. Kabla wakubwa hawajaanza kula nyama. Utaona kitu baba atakufanya au mama. Unapigwa kofi, unageuka huku, unarudishwa huku. Unatulia. Unalia mlio ambao hujawahi kulia. Kabisa kama kipigo hujawahi kupigwa. Eti au nyinyi mjapitia kwenye hicho kipindi. Hata kuna wakati tulikuwa tunakula zamani, tunajua mambo ya mataa ya makoroboi haya. Koroboi zamani zile miaka za koroboi. Na zile taa. Umewekwa taa pale. Unakazima tu makusudi afu unabadilisha. Jamani upepo. Paka shetani. Jamaa yangu. Baba yashabadilika. Kama hujapita huko sawa, lakini ni mfumo ya maisha jamani. Eti umekuwa mkubwa utakuwa na roho nzuri kweli. Mpaka tukufundishe. Bila kufundishwa huwezi kubadilika. Maana unabaki kwenye mfumo ule ule wa kuiba nyama za watu. Na ni kawaida. Akipita mtu mahali pagumu unasikia raha kwa sababu unajua ndio maisha ambayo uliishi. Ni maisha yalikufundisha ubaya fulani lakini kuna namna tukio uache tabia fulani uingie kwenye tabia nyingine. Jamani, kila mmoja amke mahali alipolala. Amen. Na ukiangalia ulipolalia pataandike ili uje ulale tena baadaye. Endelea mbele, Mungu atakupa nguvu. Usiwaze
kubadilisha maisha kama wewe haujabadilika. Usiwaze kuona mabadiliko kwenye maisha yako kama wewe hauna mabadiliko. Sahau. Kwa sababu maana ya vitu vinavyokupata vinataka vikuache katika hali ulionayo, ama uvishinde utoke kwenye hali ulionayo. Kazi kwako. Shida na dhiki na matatizo yanayokupata leo yana maana mbili tu: kukufanya uwe dhaifu kama yalivyo, ama uyashinde upige hatua nyingine. Ni wewe sasa utaamua kwamba nataka kubaki hapa kwa sababu nimechoka, ama nataka kuinuka kutoka hapa ili niende mbele. Kwa nafasi yoyote ile, kwamba ufe ufufuke, uishi maisha mapya. Neema ya Mungu itakutazama jinsi ambavyo unaishi. Tuko pamoja eh? Muabudu Mungu tu. Mwambie Mungu, ninipeleka mahali sio ni matumaini, sio ni njia, sio ni chochote. Naomba uje uwe wangu, unipe majibu. Mungu atatokea tu. Usimlaumu Mungu, usimnungunikie. Why? Unafanyaje Mungu? Unaachaje wananigusa gusa? Baba, unaachaje kwanza? Unawaachaje? Mungu anajua. Unaelewa eh? Kuna wakati anaruhusu majeraha kwetu ili siku ya mwisho atukande vizuri. Lakini pia ana maana kwamba majeraha yanayotupata ni kwa ajili ya kutuimarisha na kutukuza. Na jina lake litatukuzwa mahali pa majeraha yanayotuumiza sisi. Tuko pamoja eh? Kuna ndoto za watu nimezikumbuka wiki hii. Walinisimulia ndoto, nikaanza kukumbuka mapito wanaopitia leo. Nikagundua kumbe Mungu alikuwa ananiambia kitu sahihi kabisa. Ila nawaona hawako kwenye mstari tena, wanahama. Unaelewa eh? Na nikwambie tu ukweli. Shida zipo, hata mimi nina shida. Sawa? Na mimi nina matatizo. Unanielewa vizuri eh? Na nataka yaishe. Ila sio leo wala kesho, na sijui yataisha lini. Ila haya hayawezi kuwa mmoja ya sababu ya mimi kumwacha Mungu. Unanielewa vizuri eh? Yaani matatizo unajua unayo wewe. Unajua kaka pale yeye hana matatizo. Matatizo yapo, ila Mungu ni naye. Ndio tofauti. Kwamba matatizo tunayo na Mungu tunaye. Vyote vinakaa sehemu moja. Mungu anasema unapita kwenye hili, unapita, na sikutoi leo wala kesho, utapita. Unatulia. Na jinsi ilivyo huwa namwambia Mungu pia mimi kwa nafasi yangu, usinifanye nikatazama tatizo, maana nikitazama tatizo nitashindwa kukuabudu. Nifanye kukutazama wewe. Acha matatizo yaendelee, lakini nipe nafasi ya kukaa na wewe. Amen. Unaelewa? Tumishi wa Mungu anapimwa na pressure 190. Baba, unafika pale daktari anakuambia punguza stress. Watu wanajua ni huduma, kumbe huna huduma. Una matatizo yako. Hapa duniani anayetawala ni shetani. Unaelewa eh? Elewa hili litakusaidia. Na shetani hana huruma kabisa, nikwambia ukweli. Unaelewa tena hilo la pili eh? Na shetani anaweza kumwingia mtu yoyote yule mwenye nafasi yake. Yeyote yule, ni mke wako, ni mume wako, anaweza kumwingia yeyote yule akawa sababu yako. Tunaelewana eh? Pata hatua, piga hatua kutoka huko. Mabadiliko anaweza akambadilisha mtu ambaye hukutegemea kabisa. Akavaa mabadiliko ambayo hujawahi kuyaona. Ukasema hivi, ni yeye kweli huyu? Ni yeye. Lakini ni kawaida. Kwa tunataka tuishi maisha ya kushinda. Si ndivyo ilivyo? Tunataka tumuone Mungu akitushindia. Si ndivyo ilivyo? Tunataka tuone baraka za Mungu. Si ndivyo ilivyo? Baraka haziji kirahisi. Sawa? Unamkumbuka Isaka eh? Alimwambia Yakobo, alimwambia Esau, nenda kanitafutie mnyama, nile nifurahi ndipo nikubariki. Mungu anasema nini? Mtumikie, umwabudu, akifurahi ndio akubariki. Nje na hapo hawezi. Hii kulalamika hawezi kubariki. Nimesema kuanzia leo, usitazame matatizo ya mtu mwingine. Usiangalie udhaifu wa mtu mwingine, angalia udhaifu wako kwanza. Shinda katika hali ambayo unayo. Nilikwambia Jumatatu ile, jitahidi kuhakikisha uliye naye anafurahi. Kwa namna yoyote ile, kuwa faraja yake. Siku ukiondoka uwe umefanya nafasi yako. Maana hiyo ndio nafasi yako. Hivyo ambavyo anakuudhi ili na wewe ufanye vya kuudhi. Sasa usije kuwa upande wake hata kama yeye anakukasirisha. Penda sana faraja ya mtu unayempenda. Penda sana faraja yake kutimia, ili siku ukiondoka abaki kuwa na rekodi. Aliyeazimie, amke azimie tena. Faraja yako itakuwa kubwa kuliko kumtendea unayomtenda. Kanisa, tuko pamoja eh? Usije kumlipa mwenzio kila anachokutendea, maana wewe sio hivyo. Yesu alifanya amani na ukweli mahali pa giza nene. Akatenda haki mahali pa giza nene. Hata kina Paulo walifanya hivyo. Amina. Wamesingiziwa wale wa baba wamekufa. Eti kaka, wewe unaweza kuamini miaka 3.5 jamaa amekaa jela. Paulo.
Amekaa kwenye kifungo, wakamfunga kifungo huru, wakamtoa, wakamweka nje, wakamfunga tena. Wakijisikia kukamata tu kukamata na kuweka ndani. Jamaa ana shida. Anasema kama nimefungwa kwa ajili ya Kristo, basi ndio huyu anasema kuishi kwangu ni Kristo na kufa. Sema na wewe hilo neno tusikie. Kuishi kwangu ni Kristo na kufa ni nini? Faida. Sema, kuna mtu anaweza kusema hilo neno? Sema, maana shetani anakusikia. Useme uone kitu anafanya. Unasema mimi Mungu ndiye ananijua bwana. Yote Mungu ana. Lakini ukisikia mtu amesema hivi maana yake amekubali kila kitu. Kuishi kwangu ni Kristo na kufa ni faida. Na niteseka kwa ajili ya Bwana, nitakufa kwa ajili ya kama zamani nilifanya katika zamani za Ibilisi, nikatenda yale na sikuumia. Leo natenda haya mbele za Bwana, nife ama nipone, sitaacha. Wakamchukua, wakampeleka kwenye mabaraza, wakamshtaki. Wakamfunga vifungo vingi. Ameenda Agripa, anafika anazungumza naye, anamsikiliza Paulo. Anasema huyu mtu hana hatia katika mambo ya sheria. Ana hatia katika mambo ya dini. Amefungwa kwa ajili ya mambo ya dini. Sasa mimi ni nani nimweke ndani? Wakamchukua maana walishindwa kumhukumu. Wakamtoa wakampeleka nchi ya nje, mbele, kwa kumsafirisha kwa kutumia merikebu. Unasafirishwa kama mzoga, kama mzigo. Ndio pale anakutana na ile kizaazaa ya ile meli iliyopata shida baharini. Aliwaambia wale washikaji, tusiondoke. Wewe ni nani wewe, umesomea mambo ya unahoza? Tulia, manahoza wabebe meli. Akasema ninaona kabisa pana misukosuko mikubwa katika safari hii. Jamaa akakunja ene. Nahoza, ondoa meli. Wameondoa, hawajafika hata mbali. Likatokea giza, na wanasema karibia siku 30 hawajaona jua. Kuna mtu ni mvuvi ukipotea baharini unajua kuna wakati jua halionekani. Zaidi ya siku 30. Wiki 2 kuna wakati hawaoni matumaini. Wakajaribu kupiga namna walivyopiga, wakaona hapa haiwezekani, wakaanza kutupa vyakula na vitu mbalimbali kwenye maji. Paulo ametulia tu. Mtoto wa kiume ametulia. Kuna vitu vingine inakuwa kama ile yaona, watu wanahangaika kuliko wewe unapiga mluvi, unakula bata. Wenzako wanahangaika sana, mchawi atakuwa ni huyu. Nilitokea kwa Paulo. Lakini kila wanapomwendea aliwaambia mwanzo kwamba naona kutakuwa na nini? Na shida, wanashindwa. Sasa pale wanashindwa kumwamini. Ndio hivyo imeshatokea. Watu walifunga siku 10 hawajala. Watu walikaa wiki moja hawajakula wala kunywa. Paulo anainuka anasema leo ni siku ya 10 jamani, siku 14. Hamjatia kitu kinywani, unafunga kwa lazima, ile ni ya Bwana, unafunga kwa lazima ulivyo muoga kufa. Yaani hii ni siku ya ngapi jamani, hamjatia kitu mdomoni, basi inukeni mle maana Bwana atatuokoa. Hakuna hata nafsi ya mtu mmoja itakayoteketea. Ila mngenisikiliza kule kule. Nabii wa Bwana ameinuka akasema hivi ni jamaa. Wakawa krisogelea sema jamaa ametulia. Inukeni mle. Watu walivyo na uoga na maisha, nimeacha katoto kachanga, utajua mwenyewe. Na Mungu anataka Mungu asinichukue bado nina mtoto mchanga. Mungu anaangalia. Mungu anabeba mwenye mimba, sembuse mtoto. Mtu anazaliwa leo, mama anakufa, mtoto analelewa, anakuwa na anakuwa profesa. Yaani Mungu ni mwenye maajabu ya maajabu yake, anajijua mwenyewe. Haogopi, jiandae tu, usiogope kufa. Usitengeneze visingizio kwamba baba na katoto bado kananyonya, nikiondoka mbona hapa kanisa lina roho mbaya, watamlea kweli? Mungu atainua mwenye roho njema, atamlea. Usipate shida. Wala usipate shida. Bwana kuna wakati anasema nilio nao wote kwa jinsi wanavyonichukia watalea mtoto wangu. Mungu anajua, anatujua tulivyo kanisa. Mungu anatufahamu. Tuinuke tujue kwamba kuna kitu gani cha kufanya kama watoto wa Mungu. Lakini hii dunia kila mmoja anapita. Jana nilikuwa naongea na mtoto mmoja nikasema nataka kuwa mkubwa, akasema niwe mkubwa. Akasema utakuwa tu, utakutana na kuombea ukue kwa jina la Yesu. Kuwa uwe mkubwa. Anasema nataka niwe mkubwa kama wewe. Nikasema kuwa mkubwa. Kuwa. Ila nakuombea uyabebe matatizo yako. Uyabebe, maana najua matatizo yako. Sasa ni amani. Ni amani. Zamani eti kaka unakumbuka ukiwa mtoto vitu ambavyo ulikuwa unaviogopa ni fimbo. Sawa, na kulala na njaa. Hayo mawili. Sasa hivi amezaliwa mengi, sio fimbo tu na kulala. Sasa hivi hatukuchapi kabisa. Mtu mkubwa tunakuchapaje? Unalia mwenyewe. Jifungia kwenye kachuma unaanza kulia sina hela. Mami watoto wananiangalia mimi. Sasa tapika makaptula, kapike wale kama wanakula. Na watoto wakisikia njaa wanalia. Haya hanaga kitu.
Utuzuie kulosa hujapika. Yaani tunalosa. Vyovyote itakavyokuwa mpaka watufukuze. Ndio ilivyo. Na maisha yamepita hata zamani. Eti wanakwambia ole wako ule kwa mtu. Ole wako nizisikie. Wewe njia kukaza. Ukifika huko unapiga huko na nao mchanga unarudi nyumbani. Na mama akikuangalia vizuri atajua kabisa umelosa. Maana hautajiunganisha na wao. Si unasikia harufu ya kambale bado ipo. Unasema wataisikia wanajitenga, wakikusogelea unajitenga, unajua kabisa huyu. Kuna kitu atakuwa amefanya huko mtaani. Umelosa. Na agizo la sheria ya nyumba linasema nini? Kulosa ni kosa. Ila unaogopa tu pale. Kitakacho kutokea nini? Si fimbo. Hamna kitu kingine. Lakini saa hizi kuna mambo mengi yanatokea. Wapendwa wangu, tusimame tuendelee mbele. Mlikuja mkasema mnampenda Mungu, si sawa? Tukamwomba Mungu kwa ajili ya nafasi ya upendo, si sawa? Na leo tunateseka ni kwa ajili ya upendo, si sawa? Basi ishi kwa ajili ya hicho. Usiangalie kitu kingine. Hapa wengi watakata tamaa. Wengi watakata tamaa. Lakini nataka nikukumbushe. Kuna wakati unagongwa unashindwa kuelewa mbele ni huku au ni huku. Nyuma ni huku ni huku. Shetani anasema kanawe maji nikupige tena. Lakini tunatakiwa tupige hatua tuendelee mbele. Mahali hapa ni mahali pa shetani. Unataka ama utaki ni mahali pake. Na yeye ndio mbabe anatawala. Na saa hizi anatawala amefungwa, ana pini mkononi. Anakisubiri kile kipindi cha kuwa wazi. Atajitutumua kama simba. Anakusubiria sema atafanya vita na watakatifu wa Mungu na atawashinda 100%. Atapigana. Biblia inasema kama zisingefupishwa siku, hizo siku. Hapa angekuwa na mtu hata huyo mmoja angeokolewa. Wewe umeshawahi kuanza ile neno? Unajua kuna muda ni kweli kwamba tunapata muda tunasoma. Mimi kuna muda mwingine nakushauri. Usio unasoma Biblia huko unakunywa Pepsi, soda au unakunywa juice. Hebu soma Biblia ukiwa serious. Unaposikia Biblia inasema kwamba hapata okolewa hata mtu mmoja. Hivi unajiandaa wewe? Au unasema tu atafanya vitu na watakatifu wa Mungu na atawashinda. Sawa sawa. Wewe unajitoa. Unakunywa soda. Hapo tu ushakata tamaa, umepinda, umekata tamaa kabisa. Kanisa limekuvuruga, watu waliookolewa wamekuvuruga. Kuna muda tukisema tuwapigie kula, unapigia kula wangapi waondoke huko? Kuna watu watapiga kula, fulani aondoke. Fulani aondoke, alichafua kanisa huyu. Aondoke, huyu ni kivuruga. Aondoke na huyu. Na kuna watu wanapata kula nyingi kuliko wengine. Sasa wewe haujui kama utapata kula nyingi, ukajikuta tu umepata kula nyingi. Unajisikiaje? Kula nyingi. Sasa jamani, leo ni siku ya kupiga kula za umbea. Wale wambea wa kanisa tunataka tuwajue. Na ukasema ukashangilia kabisa kabisa. Mwisho wa siku kula zikakuangukia wewe chini. Kuja sema mtumishi wa Mungu, kwa sababu ya matokeo niliyoyapata naomba niache kusali kuanzia leo. Watu wamevurugwa. Kwa sababu kumbe kanisa ndio linaniona hivyo. Mimi sijui kama naona hivi. Wewe ndio haujui, ile kila mtu anajua. Unaelewa? Na wakati unashangilia watu wanakuwa kucheki tu. Maana hawana mambo mengi, lakini ukweli ni huo. Sasa tujue kwamba udhaifu unaanza na mwenye udhaifu. Hauanzi na mtu mwingine. Kaza mama yangu, kaza baba. Injili ni hii. Wokovu ni huu. Usilipe kisasi, usije kusubutu kufanya baya kwa mwanadamu yoyote aliyekutendea ubaya. Usije kusubutu. Kwa sababu kwa kufanya hivyo umefanya ubaya. Narudia tena. Ishi kwenye maisha ambayo Mungu amekupa. Tena uyafurahishe. Pambana 100%, furahisha ulivyo navyo. Kaa kwenye eneo lako. Mungu alikupa ndoa. Naomba ndoa yako iwe na amani kwa gharama zozote na vita yoyote. Mfurahishe unayempenda kwa gharama zozote. Usitake kuhisi matatizo au hisia zako tu. Fikiria namna ilivyo. Kuna kitu atakuja kukumbuka tu. Yeye ni sababu ya wewe kuumia, ni kweli. Lakini ulikaa hapo, sasa Mungu alikuweka hapo kwa lengo la kutengeneza, sio kuharibu. Wewe ni mjenzi, sio mharibifu, sio mbomoaji. Umekuja kujenga. Kwa hiyo kaa kwenye nafasi yako, tengeneza. Mwanaume, emea, fanya gharama. Hata kama unaowaemelea hawataki kuthamini unavyofanya. Vimbuga kila siku tu vinyama, tena vinyama vile vile vya utumbo. Mimi nimechoka kula utumbo bwana. Na kesho ukipata hela ya utumbo, nunua. Kama wanamwaga wamwage. Sawa? Usiseme utumbo sio bora. Basi mtakula wiki ile mchicha. Tuone sasa. Piga mchicha wiki, ukibadilisha unabadilisha unaweka Chinese. Unatoa Chinese sasa, utumbo sio bora. Basi ngoja muone kwanza kwamba ladha hivi vitu ilivyo. Usiwakomoe wenzako. Ishi kwa kupenda. Amen. Unaelewa eh? Hapa kila mtu ana mtu wake anayemuelewa. Unaelewa?
Mungu amekupa nafasi, amekupa ndoa, amekupa amani, amekupa kazi. Lakini huo ni kweli kwamba kila mmoja asimame kwenye eneo lake aendelee mbele. Mungu amekupa kazi. Kwenye kazi yako ya baraka na utukufu wake. Usimdhulumu mtu, usimsingizie mtu, usimnyang'anye mtu. Fanya kazi yako kwa haki na usawa. Mungu amekupa ajira mahali. Sio ndio ukatame. Kuwa mnyenyekevu, ishi kwa upendo, kuwa na mipaka. Ishi kwa kutomkosea Mungu, usifanye mabaya. Hata kama kazi inakutaka ufanye mabaya, usije ukusubutu kufanya mabaya. Ishi kwa upendo. Sisi kama tunaelewana. Mungu kakupa sijui kazi, kakupa kaajira, kakupa sijui kaduka, sijui amekupa ka nini. Penda, fanya vitu vyako vizuri bila ubaya wa watu wengine. Amekupa shamba kubwa na mazao, usiwanyanyase wengine. Usiseme wengine hawana akili. Ishi kwa upendo. Kuwa mtoaji, kuwa mtu wa Bwana. Kaa kwenye nafasi yako, Bwana atakubariki. Unanielewa vizuri eh? Kuna jambo lipo katikati yako. Lipo tu. Hivi ni visa ambavyo vinatokea kwenye nafasi ya maisha tunaoishi sisi. Mtu mmoja alimfuata mtu mmoja ambaye alikuwa kwenye nafasi yake. Alikuwa kila anavyotoka sehemu anamsaidia yule mbaba. Alikuwa ni mkulima kubwa tu. Lakini ile familia ilikuwa inaonekana kama ina shida. Alikuwa kila anavyotoka kazini kwake anafika pale anapitisha mara ni debe, anawaachia. Anaambia jamani mimi nimesikia tu kwa hapa, unachukua hapa. Siku nyingine tena akitoka huko mara ameleta sivyo nini, anawapitishia, anaondoka. Ni mkulima, analima vitu vyote. Siku moja ile familia ikaona no, tufuate twende aliko anakotokea. Shambani ambako anatulisha huyu baba, maana sisi tukilima tunapata debe. Yeye anapiga magunia mpaka kwa kuyaweka hali. Kwa kuna wakati badala tu yani akayauze, kuna muda anaondoka na gunia 2, asema jamani, hizi hapa mtajua kama mtauza, kama mtakula, mimi nimetokea tu hivyo, msinisikie vibaya. Haya. Siku moja familia ikaona hapana. Mume na mke wakafunga safari mpaka shambani. Hapa na hapa wakasema hapana. Leo tumekuja tukusaidie kazi. Kwa sababu leo unatusaidiaga. Tupe tufanye sehemu yote unayotaka. Hatutakulipisha hata shilingi 100. Tupe tufanye kazi. Yule baba akaona aibu akasema hapana. Mimi sikuwapa msaada ili mje mnisaidie. Mimi niliwapa msaada kwa upendo. Akasema anayesaidiwa lazima ajue kusaidia. Kwa hiyo usitukataze leo. Na hata ukitukataza tutachagua wenyewe tunapopataka, tunafanya kazi, tunaondoka. Lakini usifikiri eti maneno yako yatatuzuia. Sahau. Yule baba akakaa chini. Akasema lakini msinifanyie hivyo, mtafanya vibaya. Akasema hapana, vibaya na viwe leo. Kama ni kusitisha msaada wako, sitisha. Ila leo hatuondoki bila kufanya kazi. Yule baba akati anajivuta, wakaingia kwenye kambi yake, wakachukua majembe, wakaanza kulima. Sasa msilime hapo sasa sitaki kujionyesha. Mbona unazidi unaenda? Basi ndio mfanye kazi huku, akawapeleka mahali wakaanza kufanya kazi. Wakafanya kazi kutwa nzima. Wakasema na leo hatuli kitu chako. Wala hatufanyi chochote cha kwako. Aliwaambia mkitaka kula sima fenesi yale pale. Sijui mnataka kula sijui nini hicho hapo. Sijui mnataka kufanya nini? Miwa hii hapo. Sijui machungwa, sijui maparachichi yale pale. Mtajisikia wakasema leo hatuli chochote. Leo tumekuja kufanya kazi. Tutafanya kazi kuanzia muda mpaka jioni na hatuli chochote, hatufanyi chochote. Yule baba akabaki anashangaa. Yaani jamani ni msaada tu na wasaidia. Wewe tulia. Ukitoa msaada na wewe ukitendewa hayo ufurahi. Sasa wewe unaumia nini? Mbona sisi unapotuleteaga sisi tunashangilia? Wewe mbona ushangilii leo? Shangilia baba, shangilia umepata watu wa kufanya kazi. Wakafanya kazi mpaka jioni. Akashindwa kuondoka. Alikuwa na ratiba zake siku akashindwa kuondoka. Kwa hiyo alichokifanya pale jioni, wale baba na mama na watoto wao walikuwa kama watu 4 5. Wakashikana mikono wakamwambia kaa katikati, wakaanza kumuombea. Mungu mpe maisha marefu. Asife kabla ya siku za kweli. Muepushe na mabaya. Mfanye azeeke kabisa. Ile baba asema mimi kuzeeka sana sitaki. Watu watakuwa wanalea. Mambo ya kwanza kulelewa itakuwa ni ngumu. Mpe siku za matumaini, usimpe uzee wa ubaya, mpe uzee wa starehe. Maneno mengi. Yaani wamemsaidia kulima na kumuombea wamemuombea. Wao hawana hela, hawana kitu. Tulicho nacho ndio tunachofanyaje? Kwa jina la Yesu pokea. Unaelewa? Na usiku yule baba alikuwa ameota ndoto yenye mfumo huo kwamba shamba lake limeingiliwa na watu wa baraka. Yaani kuna namna amepokea baraka ambayo hajawahi kuipokea, kumbe ni hao wanaowasaidia. Kwani huo muujiza hukumtokea Elisha? Si ulimtokea? Kuna kitu kinatokea kwenye nafasi yako. Kama akija mtu wa ubaya au Mungu mzuie.
maana sisi tunamtegemea huyu baba, tunakula kupitia huyu. Wabaya wenye macho ya usuda wasimpate kabisa. Watu wameshikana mikono wanaomba serious. Ukiwaangalia unajua kweli hawa watania hawa. Wanaomba Bwana asikilize. Wanakuombea mema. Msaada wako. Jamaa anasema hivi ni msaada tu ule nao utoa. Au kuna mengine hao jamaa wamenikania tu. Watu wamekaza wanakuombea. Jamani, kila mmoja akifanya majukumu yake, anakaa kwenye mfumo wake. Yule mama aliomba mpaka akawa analia. Unajua kuna mtu anakuombea mpaka analia, uchungu. Anasema Mungu, sijawahi kuona mtu kama huyu. Sijawahi kuona duniani mtu kama huyu. Kwa nini watu wa namna hii ni wachache? Ndio baada yake aliamsha. Akashindwa kuvumilia akaanza kulia. Hata Yesu unaona movie mpaka unajikuta unaanza kulia. Ni Mungu. Unajikuta unaanza kulia machozi. Kumbe hata anayeigiza wala ali. Yuko sawa kabisa. Kuna mfumo tu amekutengenezea wewe ulie. Sasa huyu alikuwa analia kweli. Baba watu, mama watu amelia wewe, amelia. Baada ya hapo wakamshukuru Mungu, wakamwambia mzee, sisi tunaondoka. Na leo hatutaki lifti yako wala kitu chako. Kama tulivyokuja ndivyo tunavyoondoka. Naelewa? Na leo kikuume kama kinavyotuumaga sisi. Na sisi tunatendega hivyo. Unaelewa? Yaani kuna mambo yanatokea duniani, kumbe kuna kitu na wenyewe wameshakifikiria. Alafu mtaa mzima wanamuelewa yule baba wakati yeye hawajui. Yaani ni msaada alitoa nyumba moja tu. Lakini mtaa mzima wanajua yule baba ni mtu mwenye roho nzuri. Wewe watu wanajua kama una roho nzuri. Yaani wewe ukinichukua pana Bwana alisema tuwe na kiasi. Tusifanye tu, tuwe na kiasi. Kwa hiyo ukinipiga na kupiga. Jamani, utambulike na ujulikane na watu wote sehemu uliopo. Huu mfano ukusaidie. Kuna kitu kipo katikati yako Mungu anakitaka. Wajali wengine, wapende wengine. Fanya sehemu yako inapostahili. Naomba hili nilirudie tena. Fanya sehemu yako inapostahili. Tuko pamoja eh? Mungu amekupa neema ya kufanya kila kitu, fanya. Amekupa sijui wazazi, unao. Usilie hali ngumu. Pia fika nafasini mwao, wasaidie hata kwa kidogo ulicho nacho. Kuna muda kigawa kile kidogo ulicho nacho. Kidogo tu. Baba au mama huwa wanaridhika na vitu vichache sana au vidogo. Familia yako, mke wako, mume wako, watoto wako watambue ni mtu bora kuliko mtu mwingine. Kanisa tuko pamoja eh? Usiegamia upande mmoja tu, au ukimshika baby ni baby, utaumia. Baby hakukuzaa, ulizaliwa na mama. Kwa hiyo lazima uangalie pia na mama. Lazima uangalie na baba, una wazazi. Na hata kama unasema wao walikuwa wapi wasitafute. Huu ni wakati wako. Pengine wangekutengenezea picha nyingine leo usingekuwa hivyo ulivyo. Lakini baraka kuu zinatoka wapi? Baba ana neno lako, ana nafasi yako. Usisahau mama ana neno lako. Wewe umepata mama. Baba yako ashaondoka, hujamfanyia kitu. Umebaki na mama. Hata kwa kidogo, hata ya vocha tu mwambie mama nimekutulia vocha bana. Ni 500 kweli una struggle, unapambana kweli kuna maisha hauna. Lakini usije kusahau ile nilokuambia. Huyo ndio mtoto bora. Kanisa tunaelewana jamani. Hivi mnanielewa kweli? Kila siku ya hali ngumu tu. Mama, mwanangu. Naomba kashinga pia. Hali ngumu imekaza. Na wewe utakuja kukufanyia hivi. Imekaza uone kama ni vizuri. Mungu amekupa baba, amekupa mama. Popote walipo wathamini. Sawa? Sana baba yako na mama yako waliokuzaa, kina baba mdogo kina nani hawa? Hao wenyewe sio muhimu sana. Labda kama tayari baba yako na mama yako wale wazazi walishaondoka. Lakini una msaada au una uwezo wa kuwasaidia familia nzima, wasaidie. Sawa? Hauna nafasi muangalie. Umekaa wiki 2, 3, 4 kwa mama tokea mara moja na nini? Mimi mwenyewe mama yangu namsaidia. Sawa? Baba yangu kuna wakati tunajua wazee hawaombaji msaada muda mwingine. Anaeleza tu unajua pikipiki, mafuta, sije mfanyeje lakini haina shida. Unajua kabisa huyu ana shida na nini? Na hela ya mafuta. Unamtoa bukteni, aenda kununua mafuta. Sawa? Na muda mwingine hata wasemi asante, hata asiposema si baba hajajisikia kusema asante au barikiwa. Kakaa kimya. Usiseme kama utaiona tena 10,000 yangu nyingine. Fanya kinachostahili. Wewe mama umeolewa na mwanaume au umeoa mwanamke wako, usimzuie kutoa msaada nyumbani. Msisitize kusaidia wazazi na familia. Kwa sababu hiyo ndio baraka yenu wote kwenye nafasi yenu.